Tukumbushane tone la upendo. Ndugu wapendwa, karibuni siku neno la Mungu na tafakari ya Jumapili ya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Sherehe hii huadhimishwa siku ya 40 baada ya ufufuko wa Bwana, ambapo siku ya 40 hudondokea siku ya Alhamisi ya juma la 6 la Pasaka. Lakini kutokana na sababu za kichungaji, baadhi ya majimbo huadhimisha siku ya Jumapili ya leo ili Wakristo wengi waweze kushiriki katika adhimisho la sherehe hii. Hivyo leo tuombe neema ya kuishi vizuri Ukristo wetu na kuyaishi vizuri mafundisho yote ambayo Yesu ametufundisha ili siku moja tukaishi naye huko mbinguni. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 11. Kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohane alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, Je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, walipokuwa akitizama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakitazama macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe, wakasema, Enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Enyi watu wote, pigeni makofi, mpigieni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe, kwa kuwa Bwana aliye juu mwenye kuogofya ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Mwimbieni Mungu, naam imbeni. Mwimbieni mfalme wetu, naam imbeni. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu.
Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Imbeni kwa akili. Mungu awamiliki mataifa. Mungu ameketi katika kiti chake kitakatifu. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Na somo letu la pili ni waraka Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 1 aya ya 17 hadi ya 23. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo letu la Injili linatoka katika Injili ya Luka. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Luka sura ya 24 aya 46 hadi 53. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni. Wakamwabudu. Kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu, nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu wapendwa, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Luka, mwandishi wa kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, alimwandikia Teofilo kama anavyosema katika sura ya 1 aya ya 1. Teofilo ni neno la Kigiriki Theophilus, tafsiri yake ni mcha Mungu. Hivyo kitabu cha Matendo ya Mitume, ujumbe wake umeelekezwa kwa wacha Mungu wote. Mtu yeyote anayemcha Mungu, ujumbe wa kitabu cha Matendo ya Mitume unamhusu. Kwa ujumla, kitabu cha Matendo ya Mitume kinaelezea utume waliofanya mitume baada ya kufuka na kupaa kwa Yesu. Mitume walimhubiri Kristo kwa kuelezea mafundisho ya Yesu, mateso, kifo, ufufuko wake na kupaa kwake mbinguni. Kitabu kinaanza kueleza mateso walioyapata mitume katika kumshuhudia Kristo. Kitabu kinaeleza namna Yesu alivyopaa, maagizo aliyowapa mitume na namna walivyompokea Roho Mtakatifu. Ndugu wapendwa, katika somo la Injili, Yesu kabla ya kupaa mbinguni aliwaimarisha kwanza wanafunzi wake kwa kuwaambia ukweli juu ya kile kilichoandikwa juu yake, juu ya mateso, kifo na ufufuko wake, kwamba kimetimia. Injili ya Luka sura ya 24 aya 46. Na watu wote wanapaswa kuijua habari hii na inapaswa kuwa msingi wa mafundisho yao.
Injili ya Luka sura ya 24 aya 47. Pia katika Injili ya Marko, Yesu aliwapa maagizo kwenda kufundisha na kubatiza. Injili ya Marko sura ya 16 aya 15 hadi ya 16. Hivyo utume mkubwa waliopewa wanafunzi wa Yesu ni kufundisha na kubatiza. Huu ndio utume wa kwanza na sio kufanya miujiza. Wengi wetu tunapenda zaidi miujiza kuliko kusoma, kusikiliza na kulitafakari neno la Mungu. Yesu anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Injili ya Marko sura ya 16 aya 16. Hivyo msingi mkubwa wa wokovu ni kuliamini neno linalohubiriwa, kuliishi na kubatizwa, na sio miujiza. Wanafunzi wa Yesu walitii agizo la Yesu, walirudi Yerusalemu kungojea ahadi ya Roho Mtakatifu, na baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia, walitoka na kwenda kulihubiri neno la Mungu na kubatiza. Ndugu wapendwa, na katika somo la pili waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso, kwanza kabisa Paulo anasali kuwaombea Waefeso Mungu awape hekima ili wasaidie walifahamu fumbo la kanisa. Anawaombea wafunguliwe akili na mioyo ili watambue tumaini waliloitiwa. Pili, Paulo anaeleza nguvu na mamlaka aliyopewa Yesu na Mungu baada ya kuteswa, kufa na kufufuka kwake. Hiyo ndugu wapendwa, kupitia masomo yetu ya leo tatafakari mafundisho matatu. Fundisho la kwanza ni sababu za Yesu kukaa na wanafunzi wake siku 40 kabla ya kupaa kwake. Fundisho la pili tutatafakari sababu 6 za Yesu kupaa mbinguni. Na fundisho la tatu tutatafakari maagizo aliyowapa Yesu wafuasi wake kabla ya kupaa mbinguni. Ndugu wapendwa, fundisho la kwanza tunaanza kulitafakari ni sababu ya Yesu kukaa na wanafunzi wake siku 40 baada ya ufufuko wake. Siku 40 kibiblia maana yake ni muda wa kutosha. Maana yake baada ya kufufuka Yesu alikaa na wanafunzi wake muda wa kutosha ili kuwaimarisha, kuwaondolea woga na wasiwasi wanafunzi wake, ili kuwathibitisha kwamba amefufuka kweli. Na somo la kwanza linaelezea jinsi Yesu alivyojidhihirisha kwao ili kuwaimarisha na kuwatia nguvu. Ndugu wapendwa, leo ni siku ya 40 tangu Yesu afufuke na tunasherehekea kupaa kwake. Tujiulize, je, tumeweza kukaa na Yesu mfufuka kwa hizo siku 40 ili atuimarishe? Kukaa na Yesu maana yake kudumu katika sala. Kudumu katika sala ni kukaa na Yesu. Tujiulize, je, tumeweza kudumu katika sala kwa muda wa kutosha? Kushiriki ibada ya misa takatifu ni kukaa na Yesu. Je, umeweza kushiriki misa siku za Jumapili au katikati ya wiki? Kuabudu ni kukaa na Yesu. Je, umeweza kuabudu siku za Alhamisi na siku nyinginezo? Kupokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu ni kukaa na Yesu. Je, umeweza kukaa na Yesu kwa muda wa siku 40 kwa kupokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu? Kusoma neno lake na kulitafakari, huko ni kukaa na Yesu. Je, umeweza kulisoma neno la Mungu na kulitafakari? Kudumu katika matendo mema ni kukaa na Yesu. Je, umeweza kukaa na Yesu kwa muda wa siku 40 kwa kutenda matendo mema? Kutimiza vizuri majukumu yako ni kukaa na Yesu. Je, umeweza kutimiza vyema majukumu yako? Kutenda dhambi na pasipo kuungama, huko ni kushindwa kukaa na Yesu. Ndugu wapendwa, kutenda dhambi ni kushindwa kukaa na Yesu. Uliposhindwa kusali, kutimiza majukumu yako vizuri, uliposhindwa kutenda matendo mema, maana yake ulishindwa kukaa na Yesu. Ndugu wapendwa, daima tutambue kwamba kila unapotenda jambo jema na kutimiza vizuri majukumu yako, huko ni kukaa na Yesu. Na kila unapotenda dhambi, huko ni kukaa na Shetani. Yesu baada ya kufufuka ameendelea na ataendelea kujidhihirisha kwetu kupitia neno lake, sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Je, tunamtambua na kukaa naye? Yesu ameahidi kuendelea kuwa nasi mpaka ukamilifu wa dahari. Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 20. Yesu anaonyesha hamu ya kukaa na sisi. Hivyo nasi daima tunapaswa kuwa na hamu ya kuendelea kukaa na Yesu kwa kusali, kusoma neno lake, kupokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu, kutenda yaliyo mema na kutimiza vizuri majukumu yetu ya kila siku mpaka atakapokuja. Ndugu wapendwa, endapo tumeshindwa kukaa na Yesu na kuimarika, tuombe msamaha katika sakramenti ya kitubio. Ndugu wapendwa, fundisho la pili tunalotafakari ni sababu za Yesu kupaa mbinguni. Zipo sababu nyingi, lakini tutatafakari sababu 6. Sababu ya kwanza ya Yesu kupaa mbinguni ili Roho Mtakatifu aje kwetu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake,
yafaa mimi niondoke ili Roho Mtakatifu aje kwenu. Bila yeye kuondoka, Roho Mtakatifu asingeweza kuja kwetu. Wakati wa Yesu kukaa nasi katika muonekano wa kibinadamu uliisha, kwani alikuwa ashatimiza majukumu yake aliyopewa na Baba. Sasa ni wakati wa Roho Mtakatifu. Hivyo na sisi wakati wetu wa uongozi unapoisha, tujifunze kuachia wengine mamlaka. Tuwapishe wengine kwa unyenyekevu na upendo, na tuwape ushirikiano. Kazi kubwa ya Roho Mtakatifu ni kutukumbusha yote aliyotufundisha Yesu, kutuongoza kwenye ukweli, kutuimarisha, kutufariji, kutuongoza, kututakasa. Na hizo kazi zote anafanya katika ushirika wa Baba na Mwana. Hivyo ilifaa Yesu aondoke ili Roho Mtakatifu aje kwetu. Ndugu wapendwa, sababu ya pili ya Yesu kupaa mbinguni ni kwa sababu alikuwa na mwili wa utukufu. Yesu baada ya kufufuka alikuwa na mwili wa utukufu, mwili usioharibika tena, mwili unaoweza kupenya kila sehemu. Ndio maana hata wanafunzi wake walipojifungia aliweza kupenya, kuingia ndani milango ikiwa imefungwa. Baada ya kufufuka, Yesu alikaa na wanafunzi wake kwa muda wa siku 40 kwa lengo maalum la kuwaimarisha wanafunzi wake, ili kuhakikishia kwamba amefufuka kweli, ili waone jinsi mwili wa utukufu ulivyo, kwamba na wao wakitimiza vyema majukumu yao waliopewa, nao mwisho wao watakuwa na miili ya utukufu. Yesu asingeendelea kukaa duniani na mwili wa utukufu, kwa sababu miili ya utukufu makao yake ni mbinguni. Ndio maana watakatifu, kwa sababu miili yao ni ya utukufu, makao yao ni mbinguni na sio duniani. Zawadi ya miili ya utukufu tunapewa baada ya kutimiza vizuri majukumu yetu hapa duniani. Hivyo nasi tukitekeleza vyema majukumu yetu tutapewa miili ya utukufu, na makao yetu yatakuwa sio hapa duniani tena, bali ni mbinguni. Hivyo tujitahidi kuishi vyema Ukristo wetu. Sababu ya tatu ya Yesu kupaa mbinguni, alikamilisha vyema kazi yake aliyopewa. Kazi aliyopewa Yesu na Baba ni kuja kutukomboa, kuja kumdhihirisha Baba, kuja kuonesha huruma na upendo wa Mungu kwetu sisi binadamu. Yesu alikamilisha kazi aliyopewa na Baba yake kwa njia ya mafundisho yake, miujiza aliyoifanya, kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Yesu alikamilisha kazi yake kwa uvumilivu na upendo mkubwa, pasipo kulalamika wala kunung'unika. Hivyo baada ya kukamilisha hizo kazi ya ukombozi, ilimpasa arudi alikotoka. Na katika somo la kwanza tumeambiwa alipokelewa na watu waliovaa mavazi meupe, yaani malaika. Ndugu wapendwa, nasi tumeumbwa na Mungu, tupo duniani kwa kazi maalum. Kila mmoja Mungu ana mpango naye na amempa wajibu wa kufanya. Tujiulize, majukumu yetu, utume wetu, kazi zetu tunazifanya kila siku. Je, tunazitekeleza kwa upendo na uvumilivu mkubwa, pasipo kulalamika wala kunung'unika kama Yesu? Kazi unayoifanya, majukumu ulionayo, utume unaofanya ndio wajibu wako ambao Mungu amekupatia. Hivyo na sisi tutakapokamilisha majukumu yetu, utume wetu, kazi zetu tulizopewa na Mungu, tutarudi tulikotoka kwa Mungu kwa njia ya kifo. Ndio maana kila mmoja anarudi alikotoka kwa wakati wake. Kila mmoja anakufa kwa wakati wake baada ya kumaliza majukumu yake. Tukifa tukiwa tumetimiza vyema majukumu yetu, nasi tutapokelewa na watu waliovaa mavazi meupe kama Yesu alivyopokelewa. Fundisho sababu ya 4 ya Yesu kupaa ni kutuandalia makao. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba wanapaswa kufurahi, kwani anaenda kutuandalia makao. Yesu mwenyewe alisema, naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwapo. Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 2 hadi ya 3. Pia katika sala ya mwanzo ya siku ya leo tumesali, huko alikotutangulia yeye kichwa chetu, ndiko tunakoamini kufika sisi tulio mwili wake. Huu ni uhakika kwamba baada ya kifo kuna maisha mengine. Ndio maana Yesu alisema anaenda kutuandalia makao. Hiyo tunapaswa kujitahidi kuishi vizuri Ukristo wetu, ili tujapokufa tuende tukaishi na Kristo katika makao mapya na ya kudumu aliyotuandalia. Tunaposhindwa kuishi vizuri Ukristo wetu, tukifa tutaenda kwenye makao ya Shetani yasiyo na utukufu, makao yaliyotawaliwa na mateso. Sababu ya 5 ya Yesu kupaa mbinguni, anaenda kuwa mwombezi wetu.
Yesu ameenda mahali patakatifu patakatifu mbinguni ili kutuombea. Makuhani katika Agano la Kale waliingia mahali patakatifu patakatifu katika hekalu la duniani ili kutuombea. Lakini Yesu amepaa kwenda mahali patakatifu patakatifu mbinguni ili kutuombea. Yesu ni mshenga wetu. Sala zetu humfikia Baba kwa njia ya Yesu Kristo katika Roho Mtakatifu. Vivyo hivyo Mungu hujibu sala zetu kwa njia ya Yesu Kristo katika Roho Mtakatifu. Hivyo Yesu mwombezi na mshenga wetu. Ilimpasa kupaa mbinguni ili akawe mwombezi na mshenga wetu. Sababu ya 6 ya Yesu kupaa mbinguni ni mamlaka. Ndugu wapendwa, tumesikia katika somo la kwanza na la pili. Baada ya mateso, kifo na ufufuko, Yesu alipewa mamlaka na Baba. Na kila kiumbe mbinguni, duniani na kuzimu vinapaswa kumwabudu Yesu. Na kiti cha mamlaka cha enzi kipo mbinguni. Hivyo Yesu alipaa mbinguni kwenda kukalia kiti cha enzi, kiti cha mamlaka. Hivyo ndugu zangu, daima tunapaswa kumwabudu Kristo mwenye enzi na mamlaka, na tujitahidi kuishi vizuri Kristo wetu kabla Yesu hajaja kama mtu mwenye mamlaka kuhukumu ulimwengu. Katika ujio wake wa pili. Katika ujio wake wa kwanza Yesu hakuja kama mtu mwenye mamlaka. Lakini katika ujio wake wa pili atakuja kama mtu mwenye mamlaka. Hiyo ndugu zangu wapendwa, hizo ni baadhi ya sababu za Yesu kupaa mbinguni. Hivyo katika sherehe hii tunapaswa kufurahi, kwani Yesu ameenda kutuandalia makao ya milele yenye utukufu. Alipo yeye nasi tutakuwapo hapo. Ndugu wapendwa, fundisho la 3 tunalotafakari ni maagizo aliyowapa Yesu wafuasi wake kabla hajapaa mbinguni. Kwanza, Yesu aliwaahidia Roho Mtakatifu. Katika somo la kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya 8. Na katika somo la Injili ya Luka sura ya 24 aya 49. Yesu amewaahidia Roho Mtakatifu ambaye atawaimarisha na kuwatia nguvu na kuwafanya wawe mashahidi wake hodari katika Yerusalemu, Uyahudi wote, Samaria na hata miisho ya dunia. Pili, Yesu amewaagiza wanafunzi wake waende kufanya utume, wakawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Injili ya Marko sura ya 16 aya 15. Kwa kuwafundisha watu na kuwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Injili ya Mathayo sura ya 28 aya 19. Na kwa wanafunzi wa Yesu waliyazingatia maagizo ya Bwana wao. Kwanza walisubiri Yerusalemu ili kumpokea Roho Mtakatifu. Baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia na kuwaimarisha, ndipo wakatoka na kuwa mashahidi wa Kristo na kufanya utume ambao Yesu aliwaagiza wa kuwafundisha na kubatiza. Ndugu wapendwa, nasi katika sakramenti ya ubatizo tumepewa majukumu ya kuwafanya mataifa yote kuwa wafuasi wa Yesu kwa njia ya kufundisha na kuishi vizuri Kristo wetu kwa njia ya matendo, ili wengine waige na kubatizwa. Hiyo ndugu zangu, katika sherehe ya leo ya kupaa Bwana, tuombe neema ya kuishi vizuri Kristo wetu na kutimiza vyema majukumu yetu, ili mwisho wa siku na sisi tufike aliko Yesu mbinguni, alikoenda kutuandalia makao. Itukuzwe damu ya Kristo milele. Amina. Aliyoleta tafakari hii ni mimi Padre Mathias Kunyanja wa shirika la damu azizi ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo.